naamini mzima wa afya mwana SNS. Karibu sana na kwenda kuzungumza na moja kati ya waandishi wa vitabu riwaya mahiri kabisa hapa nchini Tanzania na mshindi wa tuzo. Sasa hivi tunabidi kuanza hiyo, tunasema ni award winning author, mwandishi ambaye ameshinda tuzo, na tuzo ambayo ameshinda hivi karibuni hapa ni kubwa sana. Maundu Mwingizi, karibu sana. Asante sana bana. Ndugu yangu, nikupongeze kwa kwanza kuendelea kuwa na hivi consistency. Kwa Kiswahili ni nini? Mwendelezo. Ni mwendelezo. Lakini naamini kumuuliza Joram Nkumbi atakuwa na jina lake sahihi la consistency lenye tafsiri yenyewe kabisa. So nikupongeze kwa consistency yako kwenye game. Nashukuru sana. Naona kwa sababu naamini moja kati ya field ambazo sio rahisi kwa hapa Tanzania ni uandishi. Kabisa. Yani ukiona mtu anaendelea kuandika si kwa sababu anataka aingize pesa, ni kwa sababu ni kitu anachokipenda. Naam, kwa sababu unaandika kitabu hupati pesa. Unaandika kitabu hupati umaarufu. Unaandika kitabu hakikupi connection yoyote. Kwa hiyo na unaendelea kuandika huchoki, kwa sababu unajua mwisho wa siku lengo ni wewe kuonesha ubunifu wako, sanaa yako, lakini pia kuelimisha kama unahitaji pia kuelimisha jamii. Kwa hiyo kitu inabidi kae moyoni sana. Vinginevyo kama umefuata hayo mambo ya umaarufu, mambo ya pesa, hili ni eneo ambalo kuyafikia hayo ni hatua sana. Kwa hiyo nakubaliana hicho unachokisema kwamba kuwa na hiyo consistency katika uandishi wa vitabu si swala dogo, kwa sababu vinavyofanya watu wengine wawe na consistency kwenye sanaa zingine, kwenye muziki, kwenye filamu, kwenye nini, hata kwenye siasa, kwenye vitabu hukuti kabisa. So pongezi kwa mara nyingine tena kwenye hii tuzo. Hebu tueleze ni tuzo ipi? Hii tuzo inaitwa Tuzo ya Taifa ya Uandishi Bunifu ya Mwalimu Nyerere. Ni tuzo ambayo iko chini ya serikali, inatolewa na Wizara ya Elimu kupitia Taasisi ya Elimu Tanzania, TEDS. Okay. Kama ambavyo umefahamu, kwa miaka mingi enzi hizo na wewe pia unaandika sana, tumekuwa tukipambana sana mbali ya kuandika, lakini kutaka uandishi uonekane, uandishi ufike hatua fulani kubwa. Bahati nzuri imeangukia kipindi hiki tukapata huyu waziri wa elimu Profesa Mkenda. Ni mtu ambaye yeye mwenyewe binafsi ana mahaba na vitabu, hususan hivi vya kiubunifu, vya riwaya, mashairi, tamthilia. Yeye binafsi ni mtu ambaye anapenda kusoma, anawajua waandishi wakubwa wa zamani. Hata ukizungumza naye anaanza kuhadithia riwaya alizosoma miaka hiyo, ambazo kasoma miaka hii. Kwa hiyo yale mahaba yake binafsi akawa anayatumia pia kuhamasisha watu wanaomzunguka. Hatimaye wakaja na wazo la kuanzisha tuzo ambayo itakuwa chini ya serikali kabisa. Serikali yenyewe ndio iwatunuku waandishi, watambue, kitu ambacho kitaongeza pia heshima ya uandishi na usomaji kwa nchi. Ndio wakaja na hiyo idea ya Tuzo ya Taifa ya Mwalimu Nyerere ya Uandishi Bunifu. Na wakati unaanza, huu ni mwaka wa 3 ambao tunashinda sisi, kwa maana ya msimu wa 3. Walianza msimu wa kwanza mwaka 2023, wakaja msimu wa pili 2024 na sasa 2025, na wamekuwa inakuwa. Walianza na nyanja mbili tu, walikuwa wanafanya riwaya na ushairi peke yake. Mwaka uliofuata wamefanya, ambao ni mwaka jana, wamefanya riwaya, ushairi na hadithi za watoto. Mwaka huu imeongezeka, sasa imekuwa riwaya, ushairi, hadithi za watoto na tamthilia. Kwa hiyo sijui watakuja na nini kingine, lakini kuna huo ukuaji umekuwa, wanajaribu kugusa maeneo yote ili kuona namna gani wanaweza wakainua nyanja zote za uandishi na kuweza kuwafikia wasomaji. Na wewe ulishinda ipi? Mimi nilishinda upande wa riwaya. Ndio unaelewa, ndio mambo ambayo nimeyafanya kwa muda mrefu. Kwa hiyo mimi niliwasilisha mswada wangu upande wa riwaya na nikapata bahati hiyo, nikaibuka mshindi upande huo. Kazi yako ilikuwa ni ipi hapo sasa? Kwanza kabisa kule unapeleka mswada tu. Hawataki kitabu ambacho kimeshachapishwa. Na sio tu kitabu, kwa maana hata mtandaoni mahala kokote usio umechapisha, kisio kimeonekana sehemu yoyote. Kwa hiyo unaandika kabla hujakitoa mahala pote, unawasilisha mswada wako kama ambavyo watu wengine wanawasilisha, baadaye unaingizwa kwenye mchakato, majaji wanaingia, wanaujaji. Kwa mimi niliandika safari hii riwaya inaitwa Jeneza la Taifa. Ni hadithi ambayo niliandika baada ya kuwa siku moja nilikuwa niko Twitter, nikakuta kuna mjadala kuhusiana na masuala ya bullying. Sasa sijui kwa Kiswahili tunatumia neno gani sahihi zaidi, kama vile
kuwafanyia uonevu watu au kuwafanyia ufedheheshaji watu. Watu wanatumia madhaifu yako, labda wewe ni mtu mfupi sana, kwa ule ufupi wako unakuwa ndo kero. Kama ni shuleni, ofisini, watu kitaka kuongea wanakufanyia dhihaka. Kwanza lione mweusi. Wakati fulani hata unafanyiwa bullying kwa mapungufu ya wazazi, hata sio ya kwako. Kweli. Labda babako ana changamoto fulani, basi mtoto anakoseshwa amani. Akiongea kitu, watu wanapachika ile maneno. Hata makazini pia kuna bullying. Ziko maeneo mengi. Kwa hiyo niliingia Twitter nikakuta kuna mjadala huo, kuna kijana alikuwa kafanywa bullying shuleni, mjadala ukawa mkubwa. Lakini nilishangaa kuona vijana mbona waamini uelewa wao, wanasema mambo ya kawaida kabisa. Sisi tukiwa wadogo tumetaniwa sana shule, tumefanywa hivi, mwingine alikuwa na kichwa kikubwa, mwingine alikuwa na masikio sio mfanyaje. Kwa hiyo wao walifanya ni kitu cha kawaida. Mimi ile ndio ikanisukuma, nikasema hapana, taandika kitu ambacho kinaendana na huko, kwa sababu mbali ya hicho mimi nimewahi kushuhudia kadhia za masuala ya bullying huko nilikokuwa nasoma nikiwa mdogo, ambazo zilikuwa zina madhara makubwa sana. Nakumbuka wakati fulani niliwahi kusoma nilikuwa mdogo kabisa. Sehemu nilikuwa nasoma kuna kijana mmoja alikuwa muoga sana wa kuchapwa viboko. Kwa hiyo tukifanya makosa tutachapwa wote, tutamaliza. Mwalimu akimkaribia yeye atahangaika naye ukumbi mzima. Sasa ile kuhangaika naye, kutaka kumchapa, anahangaika na kwepa, mwalimu akawa sana enjoy kumfanyia vihaka sasa ile. Kwa hata sengine hana kosa, mwalimu anakuja, fulani yuko wapi? Njoo hapa. Kwa hiyo anamfanyia, anataka kumtesa. Anataka kumtesa, kumsumbua. Ikafikia tu hata wale viranja ambao walikuwa ni mara nyingi viranja wanakuwa wakubwa kuliko nyinyi wengine. Kwa hiyo wale na wao wakawa sawa, wanaingia na wao, mwalimu yupo na yeye anamchukua hivyo hivyo. Kaa pale unengue, ili tukusamee tusikupige. Kwa kama mnenguaji wa darasa. Kwa ile ikamfanya taratibu akaanza kuwa hana amani pale. Na ilikuwa sio shule, ilikuwa ni madrasa. Akawa hana amani. Sasa wanakubuli au tuseme wanakufedhehesha wanafunzi wenzio. Mwalimu ambaye ungetegemea akusaidie na yeye akija anafanya vile vile. Kwa hiyo kijana akawa hata akifanya vizuri bado na wasiwasi. Basi huwezi amini ile issue iliendelea kumtesa ile kijana, akaanza kuwa kama ni mtu ana msongo wa mawazo japo tuko utotoni. Baadaye akaanza kuwa kama na mtindio wa ubongo, kwa sababu sasa akawa na wasiwasi. Ile ikamuathiri kiasi kwamba mimi nakumbuka paka tunakuwa wakubwa tunaondoka madrasa, yeye akashakuwa ni kama mtu zezeta wa akili. Ile ilimuathiri sana. Nakumbuka miaka 4 iliyopita nimerudi Tabora nyumbani, nimemkuta sehemu nikawa fundi kama Shushain, wanafundi viatu hao. Ananisemesha, nikamsahau, nimemsogea nikamkumbuka, nikaanza kuongelea, nikagundua tatizo lile lilikomaa, yani kashakuwa akili yake. Lakini wengi walikuja kugundua baadaye alisababishwa na ile vihaka za utotoni. Sasa kama tu sikuweza kujua, lakini hapa katikati kusoma, kuperuzi mitandao, kusoma vitabu ikafanya nigundue kumbe kuna watu wengi wameathirika kisaikolojia kwa sababu ya kufanywa bullying. Kwa nilishangaa kuona wasomi kabisa vijana wa Kitanzania wako kule mitandaoni hawaoni kitu. Kwa hiyo nikasema hii itakuwa ni wazo langu la kwanza la kuandika kitu ambacho nitaleta burudani kama kawaida katika uandishi, lakini nitafikisha ujumbe huu kwa jamii, kwa sababu watu wengi hawajui kwamba hii kitu inaathiri watoto wao huko mashuleni. Mzazi huko nyumbani hujui madhara yake. Kwa hiyo dhima yangu kubwa ilicheza hapo, ingawaje kama unavyojua riwaya haiongelei kitu kimoja. Kwa humu ndani nimeongelea masuala mengine ya afya ya akili, kwa sababu mhusika anapata changamoto ya afya ya akili, kwa inabidi pia uongelee. Lakini nimeongelea masuala pia ya biashara za ukahaba ambazo sasa hivi mbona serikali inapambana nazo kudhibiti. Changamoto bado ni kubwa sana. Kwa hiyo kitabu kimekuwa kina dhima nyingine ndogo ndogo mle ndani, lakini kubwa zaidi nilikuwa nimetaka kufikisha ujumbe katika eneo hilo. Na mhusika ni nani na anapitia nini mle? Mhusika mkuu ni binti anaitwa Chiku, ambaye yeye anakuwa anafanywa bullying shuleni kwa sababu ya kazi ya mama yake. Mama yake ni mtu anayefanya biashara ya kujiuza mwili ili apate kuendesha maisha ya familia baada ya kwa baba yake alitoweka kwenye mazingira ya kutatanisha. Kwa hiyo huyu binti anakuwa anafanywa bullying kwa sababu sio ya mapungufu yake yeye, kutokana na kazi ya mama yake, vitu ambavyo vinatokea sana mashuleni hivyo. Kwa hiyo inakwenda huko baadaye kuna changamoto sasa kimaisha, anakuwa mtu mzima. Nimejaribu kuandika zile riwaya ambazo tunaita coming of age. Ni riwaya ambapo mtu anaanzia utotoni unakuja naye mpaka anakuwa mtu mzima. Mapito yote sasa unaonesha kama alipata changamoto ya afya ya akili inakuaje, sababu hata hiyo changamoto ya afya ya akili pia ni mjadala mpana. Kuna huko mtaani tunaamini wale ni vichaa. Ukienda pale Muhimbili au pale Dodoma Mirembe, unajua wale wote mle ni vichaa. Kuna mtu sio kichaa, mwingine alifiwa tu na mkewe akashindwa kuipokea ile, kamchukua ile, havui nguo, hapigi watu, lakini tayari kashavuruga, anatibiwa pale. Kwa hiyo ukienda pale utagundua kuna changamoto ya afya akili za namna mbalimbali. Kwa hiyo nikaona pia hili ni ujumbe mzuri, nikijaribu kuonesha kwamba kuna watu tunakutana nao shuleni, makazini, lakini tayari kashapata mtikisiko wa ubongo kwa namna fulani wa kiakili, kwa maana na hapati msaada sahihi kwa sababu watu hawajui kama haya mambo yapo. Kwa hiyo kote huko nimejaribu kugusagusa.
Kwa hiyo kwenye kipengele cha riwaya ni wewe pekee ulishinda, pia riwaya imegawanyishwa? Hapana, riwaya kwa huku ni moja tu. Moja tu. Kwa hiyo ukiandika hadithi ya upelelezi, ukiandika hadithi ya mapenzi, ukiandika hadithi ya mambo ya kijamii, wote mnakuwa kwenye kapu moja. Alafu mwisho wa siku anatafutwa mshindi mmoja. Ingawaje tuzo Mwalimu Nyerere wenyewe wanatoa tuzo kwa mshindi wa kwanza, wa pili na wa tatu. Okay. Alafu wengine wanakuwa ni shortlisted, tunasema orodha fupi ile. Nani baada ya ushindi nini ambacho nilishuhudia tuzo ya waandishi wa habari juzi pale ya Samia Kalamu Awards, watu walitoka na zawadi ambazo ni life changing kabisa. Ninyi vipi, mlichezeshewa pia vitu vizuri? Kwanza tunamshukuru Mungu kwa sababu hizi tuzo hazikuwepo kabisa. Okay. Kwa hiyo tukisema, wanasema asiyeshukuru kwa kidogo hata kikubwa hawezi kushukuru. Kwa hiyo tunashukuru kwanza uwepo wa hizi tuzo, kwa sababu kama hivyo mshindi wa kwanza anapatiwa shilingi milioni 10, wa pili anapata milioni 7, wa tatu anapata milioni 5. Kwa hiyo walau ni kitu ambacho hakikuwepo, sasa kipo. Chochote kitu mtu anakipata pale. Lakini hapa kufikia kiwango hicho cha tuzo zile za Samia za juzi, kwa sababu zile ilikuwa mbali ya kile kitita unachopewa, watu wa wizara husika wanakuja, mara mtu kapewa boti ya milioni 50, mtu kapewa, na wakati fulani mtu kapewa yote au kwa makala moja tu, ameandika ukurasa mmoja. Nilikuwa nasema mbona vijana wangu hawakushiriki? Nadhani kwa sababu wanatutofautisha katika sura hizo, kwamba hata kama unafanya habari lakini wewe ni mwandishi wa riwaya, mwandishi bunifu, sio mtu wa huku zaidi. Kwa hiyo kwa kweli hatujafikia kiwango hicho, na tunatamani hasa tufikie huko, kwa sababu bila kufanya vitu ambavyo vinatia motisha kama hivyo ni ngumu kuiamsha hiyo ari. Kwa sababu wewe tafakari tu kwamba mtoto wako nyumbani anaangalia mtu wa habari au comedian, wale watu wanafanya zile stand up comedy, rais wa nchi yuko pale anampa mtu tuzo ya milioni labda 30, lakini yeye mwenyewe rais pia yupo, mtu mwingine kaidiwa hiki, na wewe ambaye haoni mtu wote. Kwanza kinachomfanya mtu ahamasike hata kuwasha TV hakimfanyi pia hamasike. Kwa hiyo bado kuna safari ya kufikia mafanikio hayo, na kwa sababu ndo mwanzo, naamini pengine wenye mamlaka husika wataona, na katika maboresho na ufuata watakuwa wanazingatia hiyo. Kwa hiyo kimsingi ni kitu kizuri, kimeongeza maslahi, lakini sio kwa kiwango hichi. Ingawaje inatia simanzi kuona hizi tuzo umesema pengine ndo zinafanyika kwa mara ya kwanza, nadhani kabisa. Lakini hii tuzo inafanyika kwa msimu wa 3 sasa. Ingawaje ni Rais Samia huyo ambaye ndo ameziwezesha kwa maelezo ya ambayo aliyatoa waziri wa elimu mwenyewe, kwamba aliwekeza kiasi fulani cha fedha kikubwa ambacho kimesaidia kuanza na ule msimu wa kwanza na mpaka leo zinakuwa, nadhani kadri siku zinavyokwenda wanaweza kuwa wanaboresha zaidi. Nipongeze Waridi kwa sababu washindi ili watu wawili. Lilian Mbaga pia naye alishinda. Yeye upande wa watoto sio? Yeye aliandika hadithi za watoto, alikuwa mshindi wa 4. Na bahati nzuri ni kwamba sio tu msimu huu mshindi wa kwanza wa riwaya ametoka Uwaridi ambaye ni mimi. Msimu wa mwaka jana 2024 mshindi wa kwanza wa riwaya toka Uwaridi anaitwa Laura Petit. Classmate wangu. Yes. Mwaka juzi 2023 mshindi wa kwanza wa riwaya toka Uwaridi pia anaitwa Hamisi Kibari. Kwa hiyo utaona kwa mtu ambaye hajui Waridi waambie ni kitu gani. Waridi ni ni kifupisho, ni finyango la umoja wa waandishi wa riwaya wenye dira. Ndio inatengeneza neno Waridi. Kwa hiyo hapo zamani palikuwa pana umoja huko, vikundi mbalimbali vikaja vikapotea, sisi tukaja tukaanzisha hii kwa sababu ya kuamsha ile ari ya uandishi na hatimaye ari ya usomaji. Tumekuwa na program mbalimbali za kufundishana uandishi, kuelekezana misingi na nini. Na kama unakumbuka wewe ulikuwa ni mwenzetu kabla hujatukimbia kipindi fulani, ukatingwa bado mwenzenu. Najua lakini tukimbia hapa katikati. Kwa hiyo tulijitahidi tukaendelea kuwa na huo utaratibu, na Uwaridi kaendelea kudumu. Hatimaye imeleta matokeo, japo sasa hivi kuna vikundi vingine nadhani vimeanza kuanzishwa vya waandishi, kitu ambacho ni kizuri, kinaenda kuongeza nguvu ile kwenye tasnia yetu hiyo. Lakini Uwaridi imepata bahati hiyo, kwa sababu tumekaa kwa muda mrefu, tumejua vitu vingi, imekuwa rahisi kila mwaka watu wa Uwaridi wanakuwa wanaibuka kidedea upande wa riwaya. Safi sana. So baada ya kushinda hiyo ni manuscript ambayo ni muswada. So kitabu kitachapishwa ama sasa utaratibu wa uchapishaji wa kitabu, ukishashinda tuzo, serikali kupitia Wizara ya Elimu, kupitia taasisi ya elimu, wamechukua jukumu wao la kuchapisha vitabu vya mshindi wa kwanza kutoka kwenye kila nyanja, kwenye ushairi, kwenye riwaya, kwenye tamthilia, kwenye hadithi za watoto, na vitabu hivyo vinatoka visambazwe mashuleni nchi nzima na kwenye maktaba za mikoa, ili watu wapate kusoma huko na vitu kama hivyo. Na wakati hayo yanaendelea, kuna juhudi zinafanyika za kufanya vitabu vya washindi
hawa, kwa sababu vimekidhi viwango vya ubora ambavyo vinahitajika viingizwe rasmi kwenye mitaala sasa. Kwa kama ni kidato cha 4 au kidato cha 5 na 6, hivi vitabu ambavyo vimeshinda tuzo hivyo vinatumika kule sasa kusomeshea, tofauti na ambavyo kwa miaka mingi vitabu vyetu vimekuwa vinakwenda kusomeshea mavyuoni zaidi. Lakini sasa huku mchakato wa kuingiza vitabu kwenye mtaala wa shule za sekondari huwa ni mgumu kidogo, lakini kupitia tuzo hizo, sababu tuzo zenyewe zinasimamiwa na serikali kupitia wizara yao hiyo ya elimu. Kwa waziri wa elimu alikuja na mapendekezo yao, na nadhani anafanywa kazi kuona namna ambavyo vitabu vitakwenda kule, kitu ambacho pia kitamuinua mwandishi, kwa sababu endapo vitabu vitaingizwa kule, mwandishi anatakiwa kupata pia mrabaha, kwa maana ya asilimia ya kipato kile ambacho kinaingizwa kutokana na vitabu hivyo, kwa sababu serikali inavinunua vile vitabu kisha inaenda kuvisambaza huko mashuleni. Kwa hiyo kama itaingizwa kwenye mtaala, maana yake unakuwa na uhakika kila mwaka kuna nakala zinachapwa zinapelekwa mashuleni, kitu ambacho kwa miaka mingi imekuwa vinatumika vitabu vya nje ya nchi, vitabu kutoka Nigeria, vitabu kutoka Kenya, kutoka sasa nguvu inaanza kuwekezwa kwenye vitabu vya kutoka hapa nyumbani ambavyo vitakuwa vinatafsirika kama vimekidhi ubora, kwa sababu vimepita kwenye tuzo ambazo zinakuwa zinasimamiwa na majaji ambao wanaaminika kwenye uga huo wa fasihi, ni maprofesa wengine wastaafu vyuo vikuu kwenye eneo hilo la fasihi. Kwa hiyo vinakuwa vinaaminika kuweza kuingizwa kwenye mitaala. Kwa hiyo hatua ya kwanza ni hiyo ya uchapishaji ambao inaenda shuleni tu, lakini wanatoa ruhusa pia wewe kuingia mkataba na mchapishaji ambaye atavichapisha vitabu hivyo mahsusi kwa ajili ya wewe na yeye sasa kuvisambaza mtaani, kwa sababu vile vya mwanzo ni mashuleni tu, lakini unaweza kuvichapisha kupeleka mtaani. Unaingia mkataba wewe sana publisher wale ambao mnakwenda kuvisambaza mtaani. Okay, sawa. Basi ni kupongeze kwa mara nyingine tena, kwa sababu sio tuzo rahisi kushinda. Unajua kuna manguli wengi ambao pia walipambana, lakini ukaibuka wewe mshindi. Sawa, lakini vipi vitabu vyako vingine vipo bado vinatoka na vinapatikana? Vinatoka. Kwanza tuzo pia imesaidia kuongeza kasi. Kwa sababu watu wanakuwa wamesikia Maundu Mwingizi ameshinda tuzo, ni nani huyu? Kwa hiyo wanaanza kukufuatilia. Wakikufuatilia wanakuta hicho kitabu kilichoshinda tuzo hawakioni sokoni, kwa sababu kumbe ni muswada ulikuwa. Kwa hiyo wanapovikuta sokoni wanakuwa na shauku ya kuvisoma ili kutaka kumjua zaidi huyu aliyoshinda hii tuzo, hata kama kitabu chake bado hakijachapishwa. Kwa kama una vitabu viko sokoni tayari unaweza kuviuza kupitia tu hii heshima ya kushinda tuzo. Watu wanakuwa wanataka kujua umeandika nini. Kwa hata ukienda ukiangalia tangu kushinda tuzo kuna vitabu vinatoka zaidi madukani kuliko ambavyo vilikuwa vinatoka siku za nyuma. Kwa hiyo ile tuzo pia inakuongezea hiyo heshima ya kuweza kuonekana na watu kuweza kutafuta vitabu vyako vingine. Kwa hiyo ingawaje sikuwa nimeandika vitabu kwa muda mrefu kidogo zaidi ya vile vya zamani, lakini hivyo vya zamani vilikuwa masokoni. Kwa hiyo watu walianza kuvitafuta na kuvinunua, wakitafuta hivi vipi, wakivikosa wananunua hivyo ambavyo vilikuwepo. Kwa hiyo mzunguko wa vitabu umekuwa mzuri baada ya tuzo, ingawaje hata kabla ya tuzo sisi kama unavyofahamu kupitia Uwaridi tumekuwa na ule mtaratibu wetu wa kutengeneza mifumo ya kuvitangaza. Tunajaribu kwenda kwenye vyombo vya habari, na kama unavyojua vyombo vya habari vyetu vingi bado havijapata mwamko wa vitabu. Kweli. Kiasi kwamba ni vyombo vya habari vichache sana ambao si mmoja tu kimpigia kama hivi anaelewa. Yaani wewe mwenyewe anaelewa kuna kitu gani kimetokea. Kwamba kuna tuzo, kuna mtu alishinda, ngoja aje tuzungumze. Lakini vyombo vingine vya habari unategemea kwamba umeshinda tuzo, vyenyewe ndio vikutafute kwa sababu umeshinda, unafahamika, uje uzungumzie mambo hayo. Lakini juhudi zinakuwa zako wewe sasa kuanza kutafuta vyombo vya habari, ueleweshe tuzo ni nini ili uweze kupata huo muda wa hewani wa kuzungumzia kitu hicho. Kwa hiyo bado ni vyombo vya habari vichache ambavyo kuna watangazaji ambao wanafahamu mambo ya vitabu na kuthamini pia kiasi cha wao wenyewe kujiongeza na kufanyia kazi matukio kama haya. Na vipi industry ikoje sasa hivi? Hali ni nzuri kweli ama bado struggle inaendelea? Maana nafahamu sio rahisi. Struggle inaendelea kwa sababu nadhani kuna watu fulani wakiwepo kwenye industry yoyote, kwa maana wakiwa active, jambo linakwenda. Hata kwenye muziki kuna wakati kuna wasanii fulani 5 tu wasipotoa nyimbo mpya, muziki ni kama umekufa kwa muda. Kwa hata kwenye vitabu kuna wakati inatokea hiyo bana fulani na fulani na fulani kwanza wakitoa ni kama wanalichangamsha soko, na wengine pia kuweza kutoa hata madukani, sababu kuna mwingine anakuambia mimi nilikwenda kununua kitabu cha Hussein Tua ndio nikahamasika kununua na kitabu cha fulani. Kwa hiyo asingetoa Hussein Tua yeye asingekwenda kununua. Kwa hiyo uwepo wa watu fulani kwenye industry inasaidia kurahisisha mauzo, watu ufuatiliaji na matukio kwa ujumla. Kwa hiyo struggle kwa kweli zinaendelea, hazijasimama.
na haziwezi kusimama kwa sababu kama unavyojua usomaji tu kwa ujumla wake kwa hapa Afrika sio tu Tanzania si kama ambavyo unaweza kulinganisha na tasnia nyingine. Kwa hiyo inahitajika sana juhudi za mara kwa mara kuhamasisha usomaji, kuleta matukio, zinduzi za vitabu kama hivi sasa hivi tuzo hizi inasaidia kuleta kitu cha kipekee ambacho kinafanya watu wawe na shauku ya kutaka kusoma. Kwa hiyo sio rahisi ukisema ukae na yenyewe mambo hayaendi. Ila mkipambana mkitoka mnaona kweli kuna mzunguko fulani ambao haukuwepo kabisa sasa unapatikana. Sasa hivi tuna AI, artificial intelligence. Juzi kwenye tuzo za Samia Kalamu Awards nikasikia neno jipya la Kiswahili la tafsiri ya artificial intelligence. Wanasema ni akili unde au akili mnemba. Sasa hivi wanaenda na unde. Ilianza mnemba, unde, of course wengine bado tunaendelea kusema akili bandia. Bado hujakosea. Sasa hili dude bana linaathiri kila sehemu. Limeamplify lakini pia linaleta madhara kwa namna moja au nyingine. Ikiwemo uandishi. Sana. Ambapo ukitumia AI mtu unaweza ukaandika kitabu kizuri sana, the best novel kabisa. Hiyo vipi mzee, mmejipangaje na hiyo? Ni kweli, na hata siku ile ya utolewaji wa tuzo palikuwa waliandaa hafla mbili. Mbali ile hafla kuu ya utoaji wa tuzo, paliandaliwa hafla ya waandishi, wachapishaji na wadau wa vitabu ambao tulikuwa tunazungumza kwa ujumla masuala mbalimbali na kuhusu vitabu. Na pale moja ya vitu viliongelewa ni hiyo swala la akili unde. Na mwandishi mmoja anaitwa Fadhi Mtanga, kwa sababu yeye ni mahiri sana kwenye maeneo hayo. Kwa hiyo alizungumza kwa kina namna ambavyo dunia inajaribu kupambana na hii changamoto. Kama ambavyo miaka ya nyuma kompyuta zilipokuwa zinaingia, kuna watu walisema sisi tunabaki na typewriter yetu. Haya mambo yanakuja kutuharibia uwezo. Kama ambavyo calculator zilipoingia, kuna watu wakasema vijana wanaharibiwa uwezo wa kupiga mahesabu kwa kichwa. Kwa hiyo ni kukubaliana na ujio wa teknolojia mpya. Hiyo ni muhimu, kila eneo watu mkubaliane na ujio wa teknolojia, lakini muitumie katika njia zilizo sahihi. Mathalan, kuna watu wanafundishwa saizi vioni namna ya kufanya uandishi bunifu kwa kutumia AI. Kwamba AI itakusaidia kuchakata wazo. Sio kukuandikia kitabu. Hakuna kifaa chochote hiyo kompyuta AI ambayo kinaweza kikafikiri namna ambavyo Sky anafikiri. Kuna namna ambavyo wewe unafikiri, hakuna kitu kingine kinaweza kikafikiri. Kwa hiyo itakusaidia tu kuchakata wazo. Nataka kuandika kuhusu bullying mathalan. Kwa hiyo yenyewe itakusaidia kuchakata kwamba kwa sasa hivi kwenye jamii usiongee hiki, ukiongea hiki itaonekana badala ya kukemea utakuwa kama ndo unalipambia wazo hilo, watu wafanye vitendo hivi. Inakusaidia kujenga lile wazo lako la msingi. Lakini ukiitaka ikuandikie, hata hao wanaokuja kusoma kitabu chako kuna maneno watajua hapa hajaandika mtu. Hapa imeandika akili unde. Kwa hiyo kuna namna ambayo sasa inatumika Swizi ya kusaidia kuboresha wazo ambao tayari uko nalo, na wakati mwingine kuboresha vile vipande, zile scene ambazo zipo ndani ya riwaya yako, kwamba kuna scene imepita hivi lakini kuna namna amplify kidogo, inaboresha kwamba hii siende huku, ipite hivi. Kama ambavyo tumekuwa tukifanyiwa hivyo na wahariri hao kwa njia za mikono. Umetumia neno zuri sana. Kwa inakuja kusaidia kuhariri kazi yako kwa namna ya kuboresha zaidi. Lakini ukijaribu kuitumia, sasa hivi nimeona kuna profesa mmoja Marekani kwa namsoma jana anasema endapo utaandika kazi zangu kwa kutumia AI, na mimi nitatumia AI kukusahihisha. Na AI inajua kwamba hii kazi imepita kwetu. Inaweza kuna wataalamu wanajua namna ya kufanya, wajua hii kazi haijaandikwa kawaida kwa mkono, hii imepita. Kwa hiyo mapema kabisa wanaweza kukutoa hata kwenye ushindani kama utakuwa umelazimisha AI ndio ikuandikie kila kitu. Kwa hiyo ni ujio wa teknolojia ambao hatupasi kuukimbia, lakini hatupasi kuvuruga akili zetu tukajaribu wenyewe ufanye kila kitu. Kwa sababu kuna maeneo mtu anajua hapa hajafanya mwanadamu, imefanya kompyuta. Interesting. So what next mzee baada ya hapa? Kwangu binafsi ni kuendelea kuandika, kwa sababu tumekuwa tunaandika kabla ya tuzo kuja, na hii kitu nilishawahi kuandika zamani kwamba watu waandike kwa sababu ya kupenda, kwa sababu wana ubunifu, wanataka kuiboresha sanaa hii, kiasi kwamba zikija tuzo ama nishani zozote zikukute wewe ukiwa ulikuwa unaandika kwa ubunifu wako. Isiyo kwamba sasa unapambana uandiki ili tukaichukue ile tuzo. Ukikosa utavunjika moyo na hautaendelea. Kwa hiyo sisi tumekuwa tunaandika kabla ya tuzo hizi, na kama unakumbukumbu tulizianzisha sisi wenyewe tuzo zinaitwa zile za ngao ya mtunzi. Kwa mdau mkubwa sana pale. Na zile tumezifanya kwa muda mrefu. Hata mara ya mwisho mgeni rasmi alikuwa ni waziri mwenyewe wa elimu. Na alipokuja kwenye tamasha lile ndipo alitoa rasmi taarifa kwamba sasa kuna ujio
wa tuzo za Mwalimu Nyerere ambazo zitakuja kuwa sasa ni za serikali na vitu kama hivyo. Kwa hiyo na baada ya tuzo manake tunaendelea kuandika si kwa ajili ya tuzo tu, kwa ajili ya jamii na burudani kwa ujumla. Yakitokea mambo mengine ya tuzo yanakukuta ukiwa katika njia, unaweza kupeleka mswada na mambo mengine yakaenda. Kwa hiyo kinachoendelea ni kuendelea kuandika, na sisi kama Uwaridi tunaendelea kuhamasisha watu waandike, watu wasome, tunashiriki kwenye matukio mbalimbali. Lengo ni hilo kwamba fasi yetu isilale kipindi ambacho sisi ndio vijana ambao tunaandika. Waliokuwa vijana miaka hiyo wenyewe hawakulala, ndio maana sisi tukaikuta inaendelea. Kwa hiyo tunaendelea na uandishi. Na mtu anapataje vitabu vyako sasa hivi? Kwa sasa vitabu vyangu viko kwenye maduka tu, mbalimbali ya vitabu Dar es Salaam. Kipi zaidi ya Kitanda cha Kuwadi? Kuna kitabu kinaitwa Fumbo kilifuata baadaye. Okay. Baada ya hicho cha Kitanda cha Kuwadi, kwa sababu Kitanda cha Kuwadi ilikuwa ni mjumuiko wa hadithi fupi fupi. Sasa Fumbo ilikuwa ni riwaya kamili. Kwa hiyo vyote vinapatikana madukani. Dar es Salaam ni zaidi, mikoani kidogo kumekuwa kuna changamoto ya wauzaji. Kwa hiyo kuna wakati unafanya mikataba na watu wanauza vitabu vinaisha, hawakurudishi fedha, na sisi wengine tunakuta tunachapa uchapishaji binafsi. Hatuchapi na mapublisher moja kwa moja. Kwa hiyo ufuatiliaji unakuwa mgumu sana. Kwa hiyo tunachagua mikoa michache ambayo kidogo mrejesho wake ni mzuri, tunapeleka na kule, lakini vitabu viko madukani. Speaking of independent publishing ama uchapishaji binafsi na kupitia publishers, nafahamu Mkuki na Nyota ndio ambayo imekuwa like baba wa uchapaji. Wengine ni taasisi tu labda ambazo labda zinafanya masuala vitabu vya kiada, si ndio? Vipi industry hiyo, upande huo wa publishers wapo na wanafanya kazi kweli? Manuscript zinapokelewa? Publishers wapo. Kama nilivyosema, Mkuki amekuwa na umaarufu mkubwa, nadhani kwa sababu amefanya pia kwa miaka mingi na anajitahidi kudumu. Kuna publishers wengine, kuna mtu anaitwa Ape Networks. Ni publisher pia. Bwana Hams. Na ambaye kimsingi hata kwenye tuzo za Mwalimu Nyerere waloshinda msimu wa kwanza, mkataba wa kuchapisha vitabu vyao walipewa Mkuki na Nyota. Waloshinda msimu wa pili, vitabu vyao vimepewa Ape. Na waloshinda msimu wa tatu ambao ndo sisi, wamepewa kampuni nyingine inaitwa D&D. Na yenyewe ni siku nyingi kidogo, ingawaje haiko kwenye, alikuwa kwenye mzunguko mkubwa sana kama Mkuki na wengine, lakini imekuepo ni kina mkubwa fulani wawili wanafanya kwa muda mrefu sana, watu wafasi na wao sana. Kwa hiyo makampuni haya yapo, lakini kuna wakati nimeweka wasikia publisher wakilalamika kwamba uchapishaji unapoteza nguvu kwa sababu ili wachapishe vitabu hivi vya ziada vya mtaani, vya ziada tunasema, inabidi wawe wanatenda nyingi za vitabu vile vya kiada ambavyo ni vya darasani. Sasa kuna miaka katikati hapa serikali vitabu vyote vya mashuleni iliwanyang'anya publisher, ikawa inachapisha yenyewe na wataalamu wao. Kwa wale ile fedha ambayo wakipata faida wanatumia kuchapisha vitabu vya watu wengine mmoja mmoja, akina Maundu hawaipati tena. Kwa hiyo wakawa imewafanya hata uchapishaji sasa wa vitabu vya kawaida, Sky akitaka kutoa kitabu leo anakosa kwa sababu wao uwezeshwaji ulikuwa umepungua. Ndio maana miongoni mwa malengo ya tuzo hizi za Mwalimu Nyerere ilikuwa ni kuwanyanyua pia wachapishaji. Na si tu Mwalimu Nyerere, hata tuzo ya hiyo ya Safal Kiswahili ambayo zamani ilikuwa Mabati ya Kenya, na wao pia wanawatumia publisher hao Mkuki kuchapisha vitabu vyao. Nadhani na wenyewe dhamira yao kubwa ni hiyo kunyanyua soko pia la uchapishaji, kwa sababu ukiwanyanyua vizuri wachapishaji unakuwa na uhakika pia wa kuwanyanyua waandishi. Kwa hiyo soko la uchapishaji linakuwepo, lakini na waandishi wanalikimbia kwa sababu kama wao wenyewe wanapitia magumu, moja kwa moja magumu yao wanaweza kayahamishia kwa mwandishi. Kwa mwandishi anaona kwa nini sifanye self publishing? Nichape mwenyewe, nisimamie mwenyewe ili pesa yangu niione. Nikipeleka kwa mchapishaji kwa hali hii alionao sasa hivi, ndio yanatokea haya ambayo yanaendelea sasa. Mchapishaji na kuchapisha kitabu na kala 1500. Lakini kila ukienda kufuatilia malipo na mbwa hazijaisha hizi hapo. Zitaishaje sasa? Hakuna mchakato maalum wa kufanya promotion. So kama vile nchi za wenzetu anakutegemea wewe. Anakutegemea wewe. Kwa hiyo mwandishi inabidi uwe na jina kwanza ili uweze kuuza. Lakini usitegemee publisher wa Kitanzania au wa nchi zetu za kati atakutafutia sijui media kubwa, magazeti, runinga na hapana. Kwa hiyo unajikuta hakuna ambacho kinatangazwa na maana yake havijulikani kwa sababu havitangazwi. Kwa hiyo huo mchakato umepelekea kwa kweli industry hii kwenye eneo la uchapishaji imekuwa inadumaa. Lakini pengine kwa ujua hizi tuzo mbili, tuzo ya taifa ya Mwalimu Nyerere hiyo na ile ya Safal Kiswahili Prize, zimekuwa zinarudisha pia nguvu kwa wachapishaji, kitu ambacho matarajio wachapishaji watarudishiwa nguvu, kwa sababu kwa mfano hivi ya Mwalimu Nyerere ni nakala 70,000 kwa mshindi mmoja. Kwa hiyo hizo anapewa mchapishaji na anapewa pengine washindi wote wanne awachapishe yeye kwa msimu huo. Kwa hiyo 70,000 riwaya, 70,000 ushairi, 70,000 hadithi za watoto, 70,000 anapata tenda kubwa kwa wakati mmoja.
na halikadhalika wale wa Safari Connect au Safari wanta sasa hivi Safari Kiswahili Prize, na wenyewe pia wanawapa tenda hawa wachapishaji, kitu ambacho sijajua wenyewe ni nakala ngapi, lakini inaongeza hiyo ari ya uchapishaji na kuanza kurudisha pia ari ya uandishi pia. Okay. Lakini kwa sasa bado kuna hiyo hali ya mgawanyiko, kuna ambao hawataki tena kwenda kwa wachapishaji, anataka kufanya mwenyewe kwa sababu bado hajawa na imani kubwa sana kule. Okay, sawa. So ladies and gentlemen, mabibi na mabwana, ni Maundu Mwingizi, mshindi wa tuzo za uandishi wa riwaya, tuzo za taifa za Mwalimu Nyerere, si ndio? Naam, sahihi. Na ndio hivyo amesema kwamba vitabu vyake vipo, Fumbo pamoja na Kitanda cha Kuadi, ambacho kina story ya kuvutia sana, hizo story za fupi hasa ile ya mwanzo ile, ukitaka kujua maisha ya mtaani na mwanamke anachepuka kidogo na nini inafurahisha sana hiyo story kikweli, na zingine zizopo ni moja kati ya waandishi noma sana. Kwa hiyo tafadhali mfuatilie kwenye mitandao ya kijamii. Maundu Mwingizi, huna jina jingine la kumchanganya mtu, ni hivyo Maundu Mwingizi pote, Instagram, Facebook na sehemu nyingine unapatikana kwa jina hilo kabisa. So mfuatilie huko kuweza kujua zaidi mambo yake. Maundu, niseme asante sana kwa kuja hapa. Nakushukuru sana. Na kila laheri. Nami nakushukuru sana kwa mwito kama huu. Sawa. Kusaidia sana kupromote kazi zetu na nafasi kwa ujumla. Karibu sana na niseme asante sana mwana SNS ambao umekuwa nasi kwenye mahojiano haya. Hadi wakati mwingine, kwa heri.